Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Maana ametutunza hata tumeweza kukutana tena kwa ajili ya wakati mwingine ili kuweza kujifunza zaidi kwa ajili ya ndoa na kwa ajili ya ustawi wa ndoa ili Mungu akatukuzwe katika agano la ndoa. Leo kwa neema ya Mungu tunakwenda kujifunza kwa habari ya mawasiliano ndani ya agano la ndoa. Mawasiliano ndani ya agano la ndoa. Mawasiliano ndani ya agano la ndoa ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Ni cha muhimu kwa sababu mume na mke wameunganishwa katika agano la ndoa kwa ajili ya kumwabudu Mungu, lakini pia kuakisi yale maisha ya Kristo na kanisa ili Mungu aweze kutukuzwa. Tukizungumzia mawasiliano ndani ya ndoa, lazima tusimame kwenye misingi ya kutaka kuwasiliana, kwa sababu katika shughuli nyingi za mwanadamu mawasiliano yana play part kubwa. Kwa sababu ili uweze kujua huyu anataka nini, anafikiri nini, lazima kuwe na mawasiliano. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuweza kusoma mind ya mtu kwamba huyu mtu wa sasa hivi atakuwa anawaza nini. Kwa hiyo ili tuweze kufikia malengo na kuweza kutimiza ile kusudi la Mungu katika ndoa, lazima tuwasiliane. Ndio maana tunakuta mawasiliano ni muhimu sana kwenye agano la ndoa. Ukikumbuka hata katika bustani ya Eden, jioni Mungu alikuwa anakuja kwa ajili ya mawasiliano. Anamtafuta Adam, anazungumza naye. Kwa nini? Ili kumaintain ule uhusiano. Sasa ili kumaintain mahusiano yetu katika ndoa, lazima kuwe na mawasiliano thabiti ili kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anaweza akajieleza kwa mtu kwa mwenzi wake. Kila mtu anaweza akasema kila anachokusudia kusema, akaeleweka na kuweza kufanya mambo yanaweza kuendelea kwenye agano la ndoa. Kwa hiyo ni muhimu sana, ni muhimu kuwasiliana, ni kitu cha msingi, na mawasiliano yetu lazima yawe thabiti. Maana effective communication, tuwasiliane in a way huyu aweze kuelewa na anayeeleweshwa aweze kujua nini kinatakiwa kufanyika. Ili tuweze kuwa na mawasiliano mazuri, kuna vitu lazima tuwe navyo. Unajua mawasiliano, nikizungumzia mawasiliano ni kitu kipana. Mawasiliano wakati wote hayawezi kuwa mazuri. Ukiongea kwa mawasiliano mazuri labda uko nje ya ndoa, kwenye uchumba na vitu vya namna hiyo. Lakini tukija kwenye ndoa, kuna wakati mnakaa mezani kwa ajili ya mawasiliano ambayo yamkini mmoja anaweza asiyapende. Mnaweza mkaweka topic mezani au agenda mezani kuwasiliana au kuzungumzia mambo ambayo either ya kumrekebisha mmoja wako au ya kukosoa. Kwa hiyo nikizungumzia mahusiano kwa upana wake, mawasiliano maana yake ni mawasiliano yote, whether yawe yanampendeza au kumfurahisha mtu, lakini mawasiliano ambayo ni ya kuboresha na kujenga na kukosoa pia. Kwa hiyo ni kitu kipana hasa kwenye ndoa. Sasa ili tuweze kuwa na mawasiliano mazuri, lazima kuna vitu tunahitaji kuwa navyo. Cha kwanza kabisa kama wanandoa tunahitaji kuwa na nia. Nia ya kutaka kusikia, lakini kutaka kusikilizwa. Maanake kama unavyotaka mwenzako akusikie, na wewe uwe tayari kumsikiliza. Kwa hiyo ni nia. Nia ikiwa pasipo hila, unakuta mawasiliano yanakuwa bora. Maanake utataka kile ulichokusudia kifike, na utataka mwenzako akuelewe kama ambavyo wewe umekusudia. Kwa hiyo hiyo nia italeta ubora katika mahusiano yenu. Kwa nini? Kwa sababu tayari mawasiliano yamekuwa na nia njema ya kuhakikisha kile unachotaka kifanyike kimefika kwa yule mtu, na lengo lililokusudiwa limemfikia na limefanyiwa kazi. Kwa hiyo ndio maana nasema nia ni muhimu sana. Nia ni muhimu sana. Lakini kitu kingine ni utayari. Ili tuweze kuwa na mahusiano mazuri, lazima tuwe tayari. Tuwe tayari kusikiliza, tuwe tayari kusikiwa, kwa maana tuwe tayari kuongea, lakini pia tuwe tayari kukosoa na kukosolewa ili kuweza kutengeneza hiyo effective communication, kwa sababu ili kuweza kuenenda vizuri katika ndoa. Haya mambo yanakujaga sana hasa wakati ule ambao tunakuwa ndo mwanzoni mwa ndoa. Mawasiliano yapo wakati wote wa ndoa, mawasiliano yapo. Manake hakuna shughuli ya mwanadamu isiyo na mawasiliano. Lakini sasa mwanzoni kunakuwa na changamoto nyingi kwa sababu tunakuwa hatufahamiani vizuri tunavyoanza kuishi mwanzo. Lakini kukiwa na nia na utayari, ina maana tayari utakuwa tayari kukosoa, kukosolewa, ili tuweze sasa kujifunza ni na mtu wa namna gani, anataka nini na vitu vya namna hiyo. Lakini vyote hivi vitafanyika pakiwa na nia, pakiwa na utayari. Kwamba niko tayari kukosoa, niko tayari kukosolewa, niko tayari kusema, na unayemsemesha yuko tayari kusikiliza. Kwa hiyo ule ni utayari, na unakuwa in two-way traffic. Yaani kwamba unachotaka kutendewa unamtendea na mwingine, hivyo hivyo ambavyo Mungu anakusudia ufanye. Ukisoma katika kile kitabu cha Injili ya Mathayo sura ile ya 7
mstari wa 12 anasema, basi hivyo hivyo mnavyowatendea watu muwatendee kama nyinyi mnavyopenda kutendewa. Kwa nini? Kwa sababu usimfanyie mtu kitu ambacho wewe upendi kufanyia. Usiwe mtu wa kukosoa tu, au mtu ambaye una hila ndani yako, una nia nzuri, alafu ukategemea kupokea mambo mazuri. Kwa vile unavyotamani watu wakusikilize, ndio uwasikilize wengine. Vile unavyotamani watu wawe tayari kukosolewa, na wewe uwe tayari kukosolewa. Kwa hiyo iwe hivyo, ili kuweza kuboresha mahusiano mazuri, lakini mawasiliano ndio yataleta uhusiano mzuri. Kwa lazima tukae hapo tukijua kwamba tunahitaji nia thabiti ya kuboresha mawasiliano yetu kwenye mahusiano ya ndoa, lakini tunahitaji utayari wa kila mmoja kuwa tayari kuhakikisha kwamba tunafika kwenye ile lengo. Maana lengo letu sisi na kusudi letu kwenye ndoa ni kumreflect Mungu, kuonesha uhusiano wa Kristo na kanisa. Sasa katika hayo yote Mungu mwenyewe alikuwa anataka kuwasiliana na mwanadamu. Kwa hiyo sisi ambao tuko kwenye ile agano, lakini lazima tuhakikishe kwamba tunawasiliana vizuri ili Mungu aweze kutukuzwa na kusudi la ndoa liweze kupata thamani. Sasa tukizungumzia mawasiliano, kuna vitu vya msingi lazima uviconsider, lazima uvifahamu ili kuwa na mawasiliano mazuri. Effective communication inahitaji vitu fulani ili mawasiliano yawe mazuri. Kwanza kabisa lazima ujue ni nini unataka kusema na unakiwasilishaje. Kwa lazima hilo ulijue kwenye mawasiliano. Mwanandoa ujue, mimi hapa nataka kuzungumzia kitu fulani na nikisemeje hichi kitu kwa mwenzangu. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho kama mwanandoa unatakiwa ukifahamu kwenye mawasiliano, kwamba tuko tofauti namna ya kupokea mambo, namna ya kuyatafsiri. Kwa ukishagundua hiyo, haiwezi kukupa shida kumwelekeza mtu ili aweze kujua kusudi lako ni nini kwenye mawasiliano ulioleta au kwenye taarifa ulioleta. Lakini pia haikupe shida wewe ambapo hujaelewa kuuliza. Ukishagundua kabisa kwamba kwenye mawasiliano tumeumbwa tofauti, namna ya kupokea mambo, namna ya kutafsiri mambo. Kwa hiyo katika utofauti huo sasa utakuwa flexible. Kwako haitakuwa shida kumwelekeza mtu, haitakuwa shida kuomba kuelekezwa, ukijua kwamba kuna utofauti. Hatuko sawa, hatufanani. Lakini kitu kingine ni namna ambavyo unaweza kutuma message yako, kwa maana ya kuiongea au kuiandika, unaitumaje. Hapa kwenye kuituma sasa kuna vitu vingi. Kuna namna ambavyo unapeleka ujumbe. Wakati mwingine unaweza kuupeleka ujumbe kwa tone ambayo iko juu. Nikisema tone namaanisha namna unavyoweza kucheza na sauti yako. Unaweza kuongea kitu cha kawaida kwa sauti ya juu sana na kikaleta tafsiri nyingine tofauti. Lakini unaweza ukatumia tone ya kawaida na ikaleta tafsiri nyingine. Na ukatumia tone ya chini, mtu akakutafsiri vingine kutokana na ile tone. Kwa hiyo inawezekana una neno zuri tu, lakini unaliwasilishaje? Tone ambayo unatumia, sauti ambayo unatumia kusema lile neno. Kwa hiyo ina mata sana, ina nguvu sana kwenye kuhakikisha kwamba unawasilisha kile ambacho unataka kuwasilisha. Lakini kitu kingine, anayepokea hicho unachokisema, anawezaje kukitafsiri? Katika kutoa information, katika kutoa taarifa, lazima uconsider hicho kitu, kwamba hiki kitu nini nataka kusema, anayepokea atakitafsiri vipi? Lazima, kwa sababu tunasema communication is two-way traffic. Yani lazima ihusishe watu wawili, na lazima kuwe na sender na receiver. Sasa huyo receiver ambaye tunamuita ndio mpokea taarifa, anapokeaje na anatafsirije? Na kama nilivyosema mwanzoni, tuko tofauti. Katika kupokea tunaweza kutafsiri pia tofauti, na mara nyingi kinachotufanya tupate tafsiri ni mazingira tulio nayo, experiences zetu za nyuma ndio zinaweza kuleta tafsiri ya kitu. Unaweza kuwa umekiongea kitu kizuri kabisa, lakini experience ya anayekipokea haina tafsiri ya wewe uliokusudia. Kwa hiyo ndo mwanzo nikasema ili communication iwe nzuri lazima uwe na nia na uwe tayari. Kwa hiyo hapo ndo ule utayari unakuja sasa kuhakikisha kwamba huyu ambaye ametafsiri tofauti na ulichokusudia unamwelewesha. Kwa hiyo lazima hivyo vitu uvizingatie. Ni msingi mzuri sana wa kuleta effective communication kati yako na mwenzi wako. Maana yake ukijua unasema nini na unakisema vipi. Lakini pili, ujue kwamba huyu mtu ni tofauti na mimi. Anaweza asielewe vile ambavyo naweza kuelewa, au anaweza katafsiri kutokana na experience alionayo, na yenyewe haikuingizi kwenye mgogoro, kwa sababu utatambua na utaheshimu tofauti wake, utakuwa na utayari wa kumwelekeza. Lakini pia
tone gani natumia kuleta hii taarifa, kwa tone ipi natakiwa. Inawezekana ni jambo la kawaida tu. Mfano unamwambia mtu labda karibu chakula, ni tone ya kawaida, umemkaribisha bana, njoo ule. Ni tone ambayo ni neno lile lile, lakini namna ulivyolisema, yani tafsiri yake inakuwa tofauti. Hatutegemei mtu amwambie mume wake hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo ninachojaribu kukisema. Lakini pili na mwisho ni namna tafsiri. Wewe inawezekana nyumbani kule kuitana chakula bana, sosta, na watu wananyanyuka wanaenda na sio shida. Lakini ukimwambia mume wako hivyo, experience yake sasa itampa kutafsiri. Kama experience yake ni kama yako, haitakuwa shida kwake, ataamka atakuja kula. Lakini kama experience yake yeye amekuwa akiona nyumbani mama akipakua chakula anamfuata baba, mume wangu karibu chakula, itampa shida kutafsiri hiyo. Oya, chakula tayari. Itampa shida sana. Kwa nini? Kwa namna ambavyo ni message ile ile lakini umewasilisha. Kwa ni vitu vya msingi sana kuweza kuvigundua ili kuhakikisha kwamba tunapata mawasiliano mazuri na atutengenezi migogoro isiyoisha kwenye mahusiano ya ndoa. Kwa sababu kwenye mawasiliano ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo unakuta vinakuwa vinajiaccumulate na mwisho wa siku vinatengeneza migogoro isiyoisha. Kwa hiyo tukiwa na effective communication, tukiwa na mawasiliano mazuri sana ambayo ya mtu kuelewa na kueleweka na kueleweshwa, tutajikuta tunaepuka hiyo migogoro. Kwa mawasiliano thabiti ni muhimu sana kwa wanandoa. Sasa kitu kingine cha msingi sana cha kufahamu kwenye mawasiliano ni lazima umjue mtu uliye naye. Mwanandoa mjue mke wako, mume mjue mke, mke mjue mume. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwenye mawasiliano. Sasa kitu kingine cha msingi sana ni lazima umjue mtu unayewasiliana naye. Kwa hiyo nikizungumzia kwenye ndoa sasa, lazima mume umjue mke wako na mke umjue mume wako. Wanasema know your customer. Lazima umjue, KYC. Lazima huyu mtu unayeishi naye ni mtu wa namna gani. Kwenye mawasiliano kuna watu tofauti tofauti. Watu wamefanya research, wameandika. Kuna aina, nafikiri zitakuwa nyingi, lakini nitakutajia aina 4 tu za watu katika mawasiliano. Mtu wa kwanza wanaitwa analytical communicator. Hawa ni wachambuzi. Ni watu wachambuzi. Hawa mara nyingi ni watu ambao wanataka uende straight to the point. Ni watu ambao wanahitaji data zaidi ili waweze kufanya hiyo analysis yao. Wachambuzi maana watachambua kila kitu. Ni watu ambao mara nyingi wako straight to the point na ni rahisi sana kutafuta suluhu hasa kama kuna changamoto. Na mara nyingi ni watu ambao hawapendi kupoteza muda. Kwa atapata tatizo, atafanya uchambuzi wake, kama ni tatizo, kama ni chochote, kama ni aina yote ya communication ambayo umeleta mezani au unahitaji solution, atafanya na atareact na atatoa solution on the spot. Hawa watu. Lakini changamoto yao sasa, hawa watu ni wazuri kwa sababu wana provide solution. Lakini kwenye mawasiliano ya ndoa wakati mwingine wanaweza wakawa wana changamoto kwa sababu wana tend to be wako very cold. Ni watu ambao sio wa huruma, sio wa kuendekeza hisia. Kwa hiyo hata kama unalalamika, bwana jana umechelewa sio na nini, atakwambia tu sawa, kesho nitawahi kamaliza. Kwa hiyo hana ile sympathy, hana ile huruma, hana ile kusikitika na wewe. Yaani sio watu wa hisia sana. Ni watu ambao wanakaa kwenye data. Kwamba utoe kitu chako kwenye data, wafanye analysis, akiona kweli anahitaji kuprovide solution, ataprovide, na baada ya hapo jambo litakuwa limeisha. Kwa hiyo mara nyingi watu wanawachukulia kama ni watu ambao wako very harsh, watu ambao hawajali hisia, lakini ndio nature yao pia. Wako hivyo. Wenyewe ni wanaenda tu kwenye kusolve tatizo. Hao ni watu wa kwanza. Wengine ambao tunatamani kufahamu aina nyingine ya watu katika mawasiliano wanaitwa intuitive communicators. Hawa ni watu angavu, ni watu wa maono zaidi. Kwa chochote tutakachokileta mbele yao wanakitafsiri kwa mfano wa picha. Ni watu ambao wanaamini sana hisia zao, lakini ni watu ambao wanapenda zaidi kwenye kila kitu ambacho anakisikia, tafsiri yake yeye anaiweka kwenye picha. Kwa chochote atakachokileta anaona kumbe ni hivi. Kumbe huyu ananiona hivi. Kwa ndivyo ambavyo wanatafsiri kwenye communication zao. Ni watu ambao wanaamini gut feelings zao, ni watu ambao wanabebwa na hisia, kwa maana kwamba wanaamini kile ambacho wanakiona
ndani ya picha wanayoipata kwenye ubongo, tafsiri ya taswira zaidi. Ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 9, Suleiman anasema unipe mtumwa wako moyo wa adili, niweze kuwahukumu, kwanza niweze kutambua mema na mabaya kati ya watu wao, na niweze kuwahukumu watu wao walio wengi. Kwa alivyopewa kuongoza, akajitazama ndani, akaona nina uwezo gani wa kuwaongoza, kuwahukumu watu wote hao. Kwa alipata picha ya wingi, akaona hakuna msaada mwingine ambao anaweza kufanya zaidi ya kumwomba Mungu moyo wa adili, ili aweze kutoa hukumu kwa watu wale, hukumu iliyo ya haki. Kwa intuitive ni watu ambao ni watu wanaoenda na picha zaidi, ni watu wa taswira zaidi. Kwa ili kuweza kuboresha mahusiano yetu, lazima ujue huyu mtu naye dili naye ni yupi. Je, ni analytical, ni intuitive, au ni aina gani? Aina nyingine ya communicators, yani kwa maana ya aina nyingine ya namna ya watu wanavyowasiliana, ni functional communicators. Hawa ni watu ambao ni watendaji, ni watu wa process. Hawa ni watu ambao wanataka kufuatilia into details, yani hawataki kumiss kitu. Watu wakimletea agenda mezani, ataka ilivyotoka hapa ikawaje? Nimekuona Ubungo. Ulikuwaje wakati wewe ulisema unaenda Mbagala? Utasimamia nitoka hapa nikakutana na rafiki. Ikawaje? Mkakodi watu wa details. Hawataki kumiss kitu. Anataka kujua point to point. Ni watu wa process, ni watu wa mipango, ni watu wanaojiamini, ni function. Kwa hiyo lazima ujue, je, huyu mtu niliye naye ni functional? Disadvantage yao hawa sasa, hasara yao au udhaifu wao ni kwamba wao wataweza kukuchosha. Kwa sababu wakati mwingine kama wewe sio mtu wa hivyo, bwana mbona unanifuatilia sana, ukaona ni shida, lakini ndivyo alivyo. Yeye anataka ajue, wewe ulisema utarudi saa 6. Imekuwaje umerudi saa 9? Tulivyotoka kule basi likachelewa. Atataka detail, ikawaje? Basi ikapata baada ya kupata pancha kwa nini usichukue bajaji? Hivyo yani ataenda hivyo kwa sababu nini? Anataka details. Kwa lazima ujue, je, nina mtu wa namna hiyo? Na ukishajua kuenda naye, inakuwa sio shida kwako, kwa sababu unataka amani, unataka mawasiliano yasiwe blocked. Lazima umueleze, maana usipomweleza hakutakuwa na amani. Kwa sababu gani? Hataki kumisi hizo point. Anataka mpaka afikie end of the process. Nini kilitokea mpaka kimekufikisha saa 9? Kwa hiyo huyo ni aina ya mtu mwingine ambaye yupo kwenye mawasiliano. Kwa hiyo inawezekana unaye wewe, inawezekana naye mimi. Kwa hiyo lazima umfahamu mtu ambaye unawasiliana naye. Lazima ufahamu partner wako ni mtu gani kati ya hizi aina ambazo nimezitaja. Lakini aina nyingine ya 4 ni personal communicator. Hawa sasa ni watu ambao wenyewe watasikiza detail, lakini zaidi wanasoma hisia. Maana tunasema mawasiliano ni verbal na non verbal. Yaani unaweza ukaongea, lakini wakati wa kuongea unaweza kuonyesha ishara, unaweza ukaakti, unaweza kuonyesha hisia fulani. Kwa hiyo wenyewe ni watu wa detail kwa kweli, maana atakusikiliza unachokiongea, ataangalia movement zako, ataangalia reaction zako, atasoma tone, yani anasoma kila kitu, aachi kitu kwenye mawasiliano. Kwa hawa ni watu ambao tunawaita ni watu ambao mara nyingi watu wanaosolve matatizo. Mara nyingi wanaona zaidi ya kile unachokiongea. Na ndio wamekuwa watu wengi ambao wanatusaidia hata wakati mwingine kuvijua vile ambavyo hatuvijui. Kwa sababu anaweza akakusemesha na ukawa unajibu kuongea na huku labda unachati. Kwa tayari ndani ya majibu yako anaona dharau. Ndani ya majibu yako anaona kutokujali. Yaani wewe unaona kama umemjibu, fungua gari kwa uko mezani lakini uko chachacha. Pale amepata jibu, lakini ndani ya jibu kuna vitu vingine amepata. Kwa hiyo we call them personal. Hao wanasoma verbal na non-verbal. Kwa lazima umjue ni mtu gani uliye naye kati ya watu wanne. Mwingine unaweza kukuta ana vyote, ana viwili. Ni very analytical, lakini pia ni mtu ambaye ni function. Anaweza kawa na hisia kidogo, na mara nyingi hii aina ya 4 ni watu ambao mara nyingi wanaenda na hisia. Unaweza kama ukaamka, vipi? Umeamkaje? Ukamwambia niko vizuri, lakini ndani yako anaona uko vizuri. Lazima ataendelea kukuuliza. Kwa sababu ni watu ambao wanasoma zaidi non-verbal communication. Wanasoma zaidi ishara. Kwa hiyo atakwambia, uko vizuri. Mbona kama hujachangamka? Kama unataka kazi, mbona hujaenda kuoga? Mbona hivi? Atauliza vitu vingi ili apate kile anachokitaka. Kwa sababu unachokijibu sio anachokiona kwako. Kwa hiyo watu wao mara nyingi wamekuwa kwenye mahusiano ambayo lazima watachokonua mpaka wajue kama kuna tatizo. Na mwisho wa siku ni watu ambao
sawa nayo, tafuta solution. Kama kuna shida anataka ijulikane, iwekwe mezani, yaani hataki kitu kilala. Kwa hiyo ni vizuri kumjua mtu uliye naye, ni vizuri kujua unawasiliana na mtu wa namna gani ili kuepuka migogoro. Umeshamjua mtu wako ni analytical, provide data, mpe. Umeshajua mtu wako ni function, anataka process, mweleze. Umeshajua wewe, na wakati mwingine hata ukijipiga picha mwenyewe unajua mimi hapa niko kundi fulani. Ukishajua wewe ni kundi hilo na mwenzako kampiga picha ni kundi fulani, basi mjaribu kubalance. Nje katikati hapa. Anaona sasa hapa ni 1 2 3. Kuna present pia anataka. Na huyu kwa sababu ni personal, anataka ujali hisia zake. Sasa personal labda akutane na cold au akutane na analytical. Analytical angalia hisia. Ukimwambia you are fine wakati you are not fine, anaondoka. Kama anaenda kazini anachukua begi lake, anaondoka. Kwa hiyo ukijua nina mtu wa namna gani itakusaidia. Itakusaidia kujiadjust. Itatusaidia kuboresha mawasiliano. Ukijua kabisa nina mtu wa namna gani. Ukishamjua mtu unayewasiliana naye, ni rahisi sana kuishi naye, kwa sababu utajua huyu anahitaji nini. Huyu amesema aume wakati naona kabisa hivi. Huyu amesema yuko fine wakati najua kabisa amekasika. Kwa hiyo utamjua tu mtu wako, na inakuwa rahisi sana kutengeneza mahusiano mazuri, mawasiliano mazuri. Maana hakuna mahusiano mazuri kama hakuna mawasiliano. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuweza kujua unataka nini, nifanye nini, nieleze vipi. Mwenzangu hapa labda najibu wakati naondoka, lakini huyu mwenzangu alivyo yeye anatamani nikae ili apate hizo detail anazotaka. Kwa hiyo mtatengeneza kitu kizuri. Na kwa nini hiyo inawezekana? Inawezekana kwa sababu tayari kuna nia na utayari. Na wote lengo lao ni moja, kuepusha migogoro isiyo ya lazima. Kuepusha mitafaruku isiyo ya lazima, kutokuelewana. Kwa sababu mtu kama analytic anaweza kawa na issue akakaa kimya. Anakuangalia. Lakini kwa nini uwe hivyo? Sasa ukishajua kwa mtu ambaye ni person akiangalia anajua tu unamkaje. Anajua kwa sababu huyu hayuko sawa. Kwa hiyo unajua unatafuta namna ya kuhakikisha kwamba anaongea, vitu vinawekwa mezani, tunajadili na familia au ndoa inakuwa salama. Alafu kumbukeni sasa, the way tunavyo communicate ndivyo ambavyo tunawafundisha hata watoto wanaotutazama. Wanajua, kwa sababu watoto wanajifunza kutoka kwenye kuona. Tunachokifanya ndicho tutakachokifanya. Kwa namna ambavyo tunawasiliana, na wenyewe wanajifunza pale. Hawa watu wanawasiliana naye, hawa watu wana ukaribu kiasi gani? Kwa sababu mawasiliano ndio ukaribu. Pasipo kuwasiliana hakuna ukaribu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapokuwa kwenye ile agano, kumjua mtu uliye naye, lakini kuhakikisha kwamba misingi ile ya mawasiliano unaitunza, lakini pia kuhakikisha kwamba vile vitu vizuri ambavyo vitatusaidia kuweka mawasiliano mazuri tunavitumia ili kuwa na mawasiliano bora, ili kuhakikisha tunaeleweka na tunawaelewa wenzetu, kuepusha mambo ambayo sio ya lazima, ili kuleta amani kwenye agano la ndoa, na Mungu anaenda kutukuzwa kwenye agano la ndoa. Kama tulivyosema, mawasiliano ni kitu kipana sana sana sana, na kwa sababu hiyo hatuwezi kumaliza kwa sehemu ya kwanza tu. Kwa hiyo tujiandae tena kwa ajili ya somo hili, mwendelezo wake ambao tutaendelea kujifunza zaidi na zaidi. Karibuni, tujiandae tena kwa somo lijalo, tukiendelea na topic yetu hii ya mawasiliano katika ndoa.